Wild West TV. Hata la mchezo wa Kariakoo Derby kuahirishwa limeendelea kuibua maswala mengi sana. Tunakumbuka Simba Sports walitoa taarifa ya kususa kucheza mchezo wa Kariakoo Derby na tu baada ya kunyimwa haki yao ya kikanuni kuelekea mchezo dhidi ya Yanga, kuto kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia kufanyiwa vurugu na mabouncer ambao inasemekana ni mabouncer wa Yanga. Baadaye Simba majira ya saa 8 za usiku wakatoa taarifa kwamba hawatapeleka timu uwanjani, lakini asubuhi na mapema siku ya mechi bodi ya ligi wakaendelea kuposti katika mitandao ya kijamii kwamba mechi ipo, lakini baadaye wakaja nao kutoa taarifa kwamba mchezo haupo na watakwenda kuupangia siku nyingine. Lakini kubwa zaidi lililoibuka ni kuhusu Young African nao kutoa tamko kwamba hawata cheza mchezo ambao utapangwa na bodi ya ligi, kama ambavyo bodi wa ligi walitoa taarifa kwamba wameahirisha mchezo na wataupangia tarehe. Tamko la Yanga ni kwamba nao pia wamegoma mechi, lakini pia taarifa ya Yanga imeenda mbali zaidi na kusema kwamba hawana imani na bodi ya ligi inayoongozwa na mwenyekiti Steven Mguto na katibu wake Almasi Kasongo, hivyo wanaiomba TFF ivunje bodi hiyo na kuunda bodi nyingine ambayo itakwenda kusaidia mpira wa Tanzania. Lakini issue nyingine ambayo Yanga wameitaka katika suala hili ni Simba Sports kupewa adhabu, ikiwemo ni kupolwa alama 15, lakini pia kupewa Yanga alama 3 na magoli 3, bila kusahau faini ya shilingi milioni 5. Kwa hiyo Yanga wanashinikiza hayo yote yafanyike na tu baada ya Simba Sports kuonekana ni chanzo kikubwa cha mchezo huo kutokuchezwa. Bana, mambo yameendelea kuwa magumu baada ya taarifa ya Simba kugomea taarifa ya bodi ya ligi kuahirishwa mchezo Yanga, lakini walifika uwanjani na kuendelea na taratibu zote za mchezo. Yanga na wamekuja na maamuzi, wamekuja na mambo yao ambayo wanayaona na wanayasimamia kutokana na sakata hili. Bana, mchezo wa Young African dhidi ya Yanga ambao umeahirishwa umeibua mambo mengi sana, huku madhara makubwa ni kuharibu na kuchafua taswira ya mpira wetu wa Tanzania, kwa sababu endapo Yanga haitocheza mchezo ambao Simba ambao bodi ya ligi itawapangia dhidi ya Simba, basi tutaanza na kuendelea kuibua maswala mengine kabisa. Lakini naona kuna jambo ambalo watu wanakwepesha macho. Inaonekana uongozi ulioko madarakani hawaamini na hawataki uendelee kuwepo madarakani. Kwa hiyo kupitia jambo hili la Young African, wao wanakuja juu na kuanza kushinikiza kwamba endapo haya yote yataendelea, basi uongozi utakuwa umeshindwa kuongoza soka letu la Tanzania. Hivyo basi hauna budi, unapaswa kujihudhuru kuendelea kuendesha soka letu. Na mtazamaji, una nafasi pia ya kutueleza katika sehemu ya comment, unafikiri je, una maoni gani juu ya hili ambalo linatokea na linaendelea katika soka letu? Je, TFF bodi ya ligi wameshindwa kuongoza mpira wetu, au Simba na Yanga ni mwendelezo wa wao kuzingua kama ambavyo huwa